Kichwa cha somo kinasema kushughulikia maadui waliokaa kwenye mlango wako au kwenye milango yako ya kiroho na kimwili. Kuna namna wachawi au kuzimu au mizimu wanaweza wakakaa kwenye milango yako ya maisha, wakacheza na wewe, wakapambana na wewe usiweze kuvuka. Kuna namna kuzimu inaweza ikacheza na malango yako. Kuna watu wakao shetani aliwachezea, na kuna watu wabaya wanawachezea maisha yenu. Hakuna kitu ulichofanikisha. Wacha niseme, Bwana amenituma tarehe ya leo niwashughulikie waliokaa kwenye mlango wako. Wote waliokaa kwenye mlango wako hawana bahati. Wote waliokaa kwenye mlango wako watakwenda kudondoka. Wote waliokaa kwenye mlango wako hawatafikia popote pale, na watangazia utavuka nao. Utavuka wewe mwenyewe na familia yako. Hebu sema nitavuka mwenyewe. Sema hawatanizuia. Sema basi amina kama unabarikiwa. Sema amina kama unabarikiwa. Kila mtu duniani Mungu amemwekea milango ya kutokea kimaisha ya hapa duniani. Na adui akichua huo mlango ndio sehemu ya kutokea, anahakikisha anaweka upinzani wa hali ya juu ili ukwame na ukate tamaa. Na adui akishakupinga kwenye huo mlango, ukaacha ulichokuwa unafanya na hicho kitu kilikuwa ni kusudi la Mungu, adui anakuacha. Yaani kuna jambo ambalo Mungu ameweka ndani yako. Hicho kitu ni kitu ambacho Mungu alipoweka ndani yako ni kwa ajili ya kutimiza kusudi la Bwana. Kwa mfano, unaweza ukawa ndani yako Mungu ameweka kipawa cha kuitwa mfanyabiashara, kipawa cha kuimba, kipawa cha kuwa mtumishi au huduma fulani. Shetani akishajua ya kwamba kitu unachokibeba ni kitu cha thamani, anapambana kwenye mlango hicho kitu kisizae matunda. Akijua kwamba hicho kitu kikifanikiwa, kikatoa, kikang'aa, kitawafaidia wengi, kitawabariki wengi na kitakubariki na wewe. Na kuna watu ni wachawi, mizimu, roho za kuzimu, watu wabaya wanasimama kwenye lango la maisha yako. Aidha lango la ndoa, aidha lango la elimu, aidha lango la mafanikio. Anapambana na unachokibeba ili usiweze kupenya. Nataka nitangaze, wana balaa buluu, maana aliyezuiliwa lazima atapenya. Aliyezuiliwa lazima atapenya. Nimetuma nitangaza utakufa. Wamepanga kifo chako, napanga utaishi. Wamepanga utadondoka, napanga utadondoka. Wamepanga utazika watoto, napanga utawazika watoto. Wamepanga utakufa na pressure, natangaza hautakufa na pressure. Tumoja sema amen. Sema hawataniweza kwa jina la Yesu. Kila mwanadamu anayenisikiliza hapa ana kitu cha kimungu ambacho anakibeba. Wewe si hujazaliwa kwa bahati mbaya. Hebu mwambie mwenzako, hujazaliwa kwa bahati mbaya. Mwambie basi kwa sauti, mwambie hujazaliwa kwa bahati mbaya. Kuna kitu unachokibeba, na hicho kitu ndicho shetani anachopambana nacho. Ukiona vita vinawaka moto, elewa vita sio vya kwako. Kuna kitu kinapigwa vita kwenye maisha yako. Na Bwana amenituma nitangaze, wanaokurushia mishale, mishale itawarudia wao jioni ya leo. Mishale itawarudia maadui. Hebu sema hawataniweza. Haleluya. Anajua umeshahama kwenye lengo. Kwa hiyo kama kwa mfano ni mtumishi wa Bwana, shetani akijua kusudi la kuwepo duniani ni mimi kuwa mtumishi, anachofanya ama Mungu amekuita kuwa dokta, Mungu akakuinua kuwa dokta. Tumoja sema amina basi. Tumoja sema amina basi. Hebu mpigishe mwenzako mwambie, narudishwa kwenye nafasi yangu. Wangapi wananielewa jamani mahali hapa? Nimetuma kurudisha watu kwenye nafasi zao. Kama Mungu amekuita uwe mfungaji, nataka mikono yako mwaka 2025 ukafunge mtu mpaka nikasema ape. Angalia mtu amekaa ape. Ninatabiri kinabii mwaka 2025 iwe mwaka ambao utafunga kuku mpaka utakosa pa kuweka. Angalia mtu amekaa ape. Mwaka 2025 iwe mwaka ambao utafanya biashara mpaka watu watakupigia saluti. Mwaka 2025 umetafuta kazi mwaka huu na yumba, hiyo kazi yako inakuja rasmi. Ninatabiri kinabii kama unaamini, nyanyua mikono sema I receive. Hebu Mungu sema
mwambie kaa tayari. Kuna vitu vinapita ndani yako taratibu. Hebu mwangalie mwambie kaa tayari. Haijalishi wamekutesa kwenye hiyo boma. Wana balaa buluu. Anayekuja mwaka 2025 ni shujaa ambaye atafanya vitu mpaka watu watashangaa. Haya maneno yatakuwa maneno. Itakuwa nguvu za Bwana zinazofanya kazi. Hebu mtikishe mwenzako mwambie jiandae Bwana. Jiandae mwendo wa kupaa ndani kama tai. Maadamu hawajakuzika mpaka tarehe ya leo, Mungu amekuleta kwenye hili kongamano. Nataka nikutabirie kinabii, unakwenda kuvuka na vitu vyako. Unakwenda unavuka na kipawa chako, unavuka na watoto wako, unavuka na mume wako, unavuka na afya yako. Tumoja aseme navuka, sema navuka, sema navuka. Wangapi wananielewa mahali hapa? Umeanza kukaa tayari? Mwendo wa kuvuka na vitu vyako. Mwendo wa nyota kung'aa mashariki kaskazini. Mwendo wa watu kukupigia simu mwakani. Kuna mtu anakwenda kuingia kwenye position ya kazi yake. Kuna mtu anakwenda kuingia kwenye position ya kazi yake. Naachilia nguvu ya kinabii. Kuna mtu anakwenda kuingia kwenye position ya kazi yake. Inatabiri Tanzania watu watakuwa kwenye nafasi zao bora za baraka. Hebu niangalie vizuri. Wao usitishwe na mashavu. Wao usitishwe na kibindangoi. Wao usitishwe una kitambi. Wao usitishwe huna huku. Wao usitishwe ukitembea miguu nasema pate. Sawa ni za kwako. Mwambie unayekaa naye, niangalie vizuri. Anayekuja ni tajiri wako. Anayekuja ni bosi wako. Anayekuja anakuja mtu mwenye saluni dabo. Anayekuja anakuja mtu mwenye hoteli dabo. Anayekuja anakuja mtu mwenye baraka dabo. Yana baba sikiria mashanda. Ninatabiri kinabii. Hizo vitu vitakuwa ndani yako. Hakuna atakayezuia. Usiogope mashavu. Na usiogope vita vya mwaka huu. Wacha wamekupiga, angalia wamekupiga, wamekudhulumu, wamekusema lakini hujafa. Walipanga kifo chako lakini hujafa. Walikusema wakifikiri utapungua lakini hujapungua. Ninazo habari njema. Wasamee watupe kando. Tembea na nguvu inayokuambia leo. Tembea nao na kinabii leo. Tembea na nguvu ya tabiri leo. Kuna mahali unakwenda. Kuna mahali nasikika kweli mahali hapa? Nasikika kweli mahali hapa? Hebu sema navuka kwa kishindo. Sema navuka kibabe. Shike mwenzako kwenye bega mwambie navuka kibabe. Waliosema nitaondoka kwenye ngoma, siondoki ngoma, ninavuka na watoto wangu. Nitavuka na waliosema utazika mtoto wako kama mwaka juzi, na kuambia utawazika, watazika wao. Nisikilize mwanangu, niachilie unabii huu tena. Kama una gari, hautapoteza hiyo gari mwaka huu. Utavuka na hilo gari. Kama una magari, hautapoteza magari mwaka huu. Utavuka na magari yako. Na sio hivyo tu. Kama una afya, natamka afya iongezeke. Utavuka na afya yako. Unadai. Nasema hivi unabeba afya kwenda mwaka 2025. Afya ya kufanya vitu vya studio, afya ya kuwasaidia watu, afya ya kuwaponya watu, afya ya kujenga boma lako. Mwambie mwenzako nabeba afya. Una afya mgongoro, jiandae hautaondoka na hiyo afya hapa. Wamekupiga na maradhi, utapita kwenye huo mlango na hayo maradhi. Hii ni siku rasmi ya kuwanyonga mashetani, kuwanyonga mapepo na wacha ulikotoka. Sema fire! Una watoto watano utavuka nao. Watavuka na elimu zao. Sio kama watapokea zile, watavuka na elimu zao. Labda kuna watu waelewe ninachoshema. Kuna watu ni wakitoka kwenye hili kongamano, tunahesabu kama siku 10 na tuvuke mwaka. Wakitoka kwenye hili kongamano, ninaona wanakwenda kuvuka ng'ambo. Wanakwenda kuvuka ng'ambo. Angalia mtu amekaa anayepokea kinabii, atapokea na itakuwa. Hebu sema navuka kwenda ng'ambo.
anayejipanga kuondoa kwenye hiyo nafasi ulionayo, aisiko kwenye serikali, kwenye taasisi yoyote, nataka nitangaza utavuka naye. Ikibidi akimbie mwenyewe, maana unabeba nguvu za kutosha. Utawadondosha wote waliopanga mateso yako. Hautavuka nao. Hebu sema sitavuka na yeyote anayenitakia mabaya. Sema fire. Sema fire. Uko tayari kurudishia vitu vyako? Narudisha nafasi yako iliyopotea. Nafasi ya ndoa iliyopotea. Nafasi ya afya iliyopotea. Nafasi ya maisha yako iliyopotea. Nafasi ya watoto wako. Watoto wako wameandikwa kushika namba 1 kila wakati, lakini wameshikishwa 0, na warudishe washike namba 1. Kuna watu walitegemea hautafaulu mwaka huu, wamekurudisha nyuma na watangazia huyu uliyemshikilia hapa na mtoa aende kwenye level ya baraka. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Hebu sema kuna mahali na kwenda na hakuna atakayenizuia. Sema amina. Kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 9. Kumbuka Mungu amenituma tu kushughulikia waliokaa kwenye milango yako. Inasema hivi: kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao sana. Kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, lakini wako wengi wafanyaje? Wanipingao sana. Hebu sema kwa maana nimefunguliwa mlango wa kufaa sana, tena ni mkubwa sana, lakini wako wengi wanipingao. Sikiliza mwanangu, kuna milango iko mbele yako. Kuna milango kwenye ndoa, kuna milango kwenye uchumi, kuna milango kwenye wokovu wako. Zile milango zikifunguliwa ndio kufanikiwa kwako. Na shetani anakaa kwenye hiyo milango. Paulo anasema kwa maana nimefunguliwa mlango ulio mkubwa sana, lakini wako wengi wanipingao. Kwenye ndoa yako kuna mambo Mungu ameachilia, lakini kuna wengi wanaopinga. Uchumi wako wako wengi wanaokupinga. Nataka nitangaze, aishivyo Bwana wa majeshi, aondoke moja baada ya mwingine, waondoke moja baada ya nyingine, maana Bwana anakwenda kuachilia malaika watakaopigana kwenye malango yako. Uko tayari kurudisha kwenye nafasi yako? Sema basi amina kama unanielewa. Wangapi wanasema nitainuka kwa viwango? Jambo lingine, swali najiuliza, Paulo amejuaje kuwa kuna mlango? Tena sio mdogo, ni mkubwa, tena unamfaa sana. Kwa lugha nyingine, utamfaa sana na utambariki sana au utamnufaisha sana kiroho na kimwili. Lakini jambo la pili anasema kwenye huo mlango kuna wengi wanaompinga asipite. Kwa lugha nyingine, wako waliosimama kumzuia ili asitimize lile kusudi analolibeba. Kwenye utumishi, kwenye ndoa, biashara, nafasi yote, kuna wanaopingana na wewe ili usiweze kupita. Nami nataka nitangaze, ulikotoka wanaisikia sauti hii. Ulikotoka wanajua ni madhabahu. Ulikotoka wanajua Mungu aliye hai aliyeko mahali hapa. Yeyote aliyepambana mwaka huu akategemea atakutesa kwa maradhi, kwa mateni, kwa chochote, nataka nitangaza, aachie malango yako. Aachie malango yako. Aachie malango yako. Malango ya ndoa aachie. Malango ya afya yaachiliwe. Malango ya huduma ikaachiliwe. Yamsema malango yako yakaachiliwe. Malango ya biashara, malango ya kazi, malango ya afya, malango ya huduma, malango ya kupendeza. Nataka nitangaze mwaka unaokuja utavuka kwa kishindo, na utapendeza, na utajenga, na utakuwa mtu wa baraka. Uko tayari ukavuka kwa kiwango kikubwa? Mwambie mwenzako kisikujishe kama umekusema. Maadamu hujazikwa, kuna kitu unachokibeba. Maadamu hujafa, bado unapumua, bado unaweza ukainuka. Kama walikushikilia kwenye malango ya kuzimu, watakufa wenyewe. Wewe utainuka. Sema nitainuka. Sema basi nitainuka. Paulo amejuaje? Hapa kitu ambacho Paulo alikuwa anazungumza juu ya mlango wa Injili. Na anasema napingwa. Kuna wengi waliokaa kwenye mlango wananizuia. Kwenye baba uliopo kuna watu wanakurushia majini, wanakusema, wanakuzuia kwa maneno yao, wanafanya ibada kwa siri usiojua. Nataka nitangaze kabla ya tarehe 1 waanze
uhakika kwamba atavuka bila kumaliza. Tutaona huyo Mungu wake. Nataka niwatangazie, Mungu amenituma nikurudishe nafasi yako ya kwenda kujenga, nirudishe nafasi yako ya kwenda kubarikiwa. Sema kwa jina la Yesu, hakuna atakayenizuia. Nitaenda level ya baraka. Kwa jina la Yesu, aliyenidharau ataniona level ya juu. Hebu mshike mwenzako mwambie, wewe niheshimu Bwana. Mwambie niheshimu. Hata kama nimekauka kama kitunguu, wewe niheshimu tu. Kuse basi mwambie wewe niheshimu tu. Asubuhi si ajabu utakuja kuomba kazi kwangu. Utakuja kuomba ajira kwangu. Yuko mtu amepita kipindi kigumu bila kupata kazi. Mwakani utaajiri watu. Yuko mtu anatamani sana kupata mtaji. Mwakani mtaji unakuja. Utapanuka kibiashara. Utajulikana kila kona. Baba nazako naenda level ya baraka. Hakuna atakayenizuia. Tunavuka na vitu vyetu. Navuka na kipawa changu. Navuka na biashara yangu. Navuka na mke wangu. Navuka na watoto wangu. Navuka na wazazi wangu. Navuka na utumishi niliopewa na Bwana. Na hawatanizuia tena. Nataka nitabiri kinabii. Kijana wako ambaye yuko Marekani, yuko Nairobi, yuko Dar es Salaam, hawatarudi nyumbani mikono mitupu. Watarudi na vitu vya baraka. Watarudi na heshima. Binti yako anayesoma shuleni hatarudi patupu. Atarudi na bikiri. Atarudi na elimu yake ya baraka. Yeyote ambaye anasafiri watarudi nyumbani wakiwa na vitu vya baraka. Angalia mtu anakaa pee. Na mwana mwanamke anayemwambia kijana wake anakwenda kurejea nyumbani, atarudi na baraka. Na mwana mtu anayemwambia wazazi wake watarejea kwa baraka. Na tabariki na biga nukapokea. Hakuna kitakachopotea. Narudisha kwa jina la Yesu. Sema vinarudishwa vitu vya thamani. Kuse mwenzako mwambie vitarudi katika jina la Yesu. Na leo nakurudishia kipawa chako. Mungu ananiambia kuna watu wana vipawa hapa. Wakitamka vitu vitapokea. Na kwenda kurudisha hicho kipawa kirejeshwe ndani yako. Utakachotamka ndicho Bwana atakachofanya. Kuna wengine ni wakombozi wa familia mahali hapa. Na ndio maana unapita, shetani anajua ukifanikiwa tu kama mwimbaji, ukifanikiwa tu kama mfanyabiashara, ukifanikiwa tu kashinda kila ambacho kinakusumbua ndani, kujua kwamba tu utafanikiwa wewe. Wengi watafanikiwa kupitia wewe. Wengi watabarikiwa kupitia wewe. Na wacha niseme mwanangu, ni malango ya familia. Familia inawategemea. Shetani akishaona wewe ni tegemezi wa familia, hata kama una fedha, hata kama una chochote, lakini katika ulimwengu wa roho wewe sio mtu wa kawaida. Shetani anavita na wewe. Maana ukifanikiwa tu kama mwombaji, ukifanikiwa tu kashinda jambo la baraka ambao unakusumbua moyoni, sio kwamba tu wewe utafaidika, sio kwamba tu utabarikiwa, lakini familia ya mama yako na watabarikiwa, ndugu zako na watabarikiwa, majirani na watabarikiwa. Nami nimetumwa na Bwana, hiyo kazi waliozuia, hiyo kazi nafungua nje kwako. Hicho kipawa nafungua kije kwako. Hiyo amani nafungua nje kwako. Salama na kama unabarikiwa Bwana. Amina. Hicho kitu kikija kwenye maisha yako, utafaidiwa na wengi. Sema amina. Angalia mwenzako mwambie, unaniona hapa nilipo? Ninabeba thamani ya watu wengi. Uko tayari? Niachilie anointing. Nirudishe kipawa cha mtu mahali hapa. Nirudishe kipawa cha mtu mahali hapa. Nirudishe kipawa cha mtu mahali hapa. Kuna watu Mungu ananiambia mko hapa mna vita, na vile vita sio vya kwenu. Ni kwa sababu kuna vitu vya watu mnaharibu. Na shetani anajua huyu dada akifanikiwa akapata kazi, huyu dada akifanikiwa akaenda mahali fulani, huyu ndugu akifanikiwa hicho kipawa cha biashara kikatiki, huyu akifanikiwa akiwa hivi na hivi, tayari hili boma halitafaa. Tayari huyu akifanikiwa akapata macho ya rohoni, ndugu zake wamevuka, kila kitu kimevuka. Nimetuma nimrudishe Esther kwenye nafasi yake. Narudia tena, nimetuma nimrudishe Esther kwenye nafasi yake. Wachawi kwenye babu iliyopo wajiandae, maana Esther anarudi kwenye nafasi yake. Na Esther akirudi kwenye nafasi yake, Hama anajiandaa ingie kwenye kaburi aliyomwandalia Esther na ndugu zake.
huyu. Habari kazi tuliapa hatafanikiwa. Nani amesema? Nimetuma nisema anakwenda kufanikiwa. Ishi kwenye goma tunampa na unabii kama atamaliza mwakao. Nimetuma nitangaze anamaliza. Kama si anamaliza tu, anamaliza na nyumba yake, anamaliza na kijana anaoa, anamaliza na binti anaolewa, anamaliza na mume wake anaacha ukorofi. Natangaza roho ya faraka ihame, natangaza roho ya magonjwa ihame. Aliyekuwa anatafuta watoto kwenye hili kongamano, natamka roho ya utasa inaondoka. Kuna kitu kinaingia ndani yako. Sema basi ambaye kama unanielewa. Hebu funga mkono sema wewe. Jiandae. Unataka watoto, unavuka na watoto. Sijaeleweka. Yaani mwaka unataka watoto, umelia vya kutosha na unamaliza mpaka hujapata watoto. Nimetuma nikwambie hautavuka bila mimba, unavuka na watoto. Unavuka na mimba ya biashara, unavuka na mimba ya kuwasomesha watoto. Kuna watu wanamaliza mwaka wajua watapelekaje watoto shule. Bwana ametuma nikwambie watasoma. Hata maadui waliosema tutaona kama atafanikiwa, watashangaa wako level ya baraka. Watashangaa pokea unabii kwenye hili kongamano, pokea unabii kwenye hili kongamano, pokea unabii kwenye hili kongamano. Ya sijui kama kuna watu wananielewa jamani mahali hapa. Sikuja kupoteza muda hapa. Ninachotabiri yatatokea. Ninachotabiri yatatokea. Na muona mzazi ambaye Mungu atainua ufadhili wa watoto wake, watasomeshwa bila shida. Natabiri kinabii, hiyo unabii ingia ndani yako. Bwana akaleta watu sahihi. Ninatamka kinabii tena. Sema amen. Kuna mtu atakutafuta mwaka 2025. Atakutafuta kwa jambo la baraka. Atakupigia simu kwa jambo la baraka. Naiona kazi ya baraka inayokuja. Angalia mtu amekaa pale. Hamjaja kumwangalia Elisha. Mmekuja kutaka kuondoka na vitu vyenu. Na tabiri tunabiri shida tunaona inawezekana. Kongamano hili ni kongamano la kutabiri. Ni kongamano la kuamuru vitu viche. Mwambie mwenzako kaa makini. Alafu mwambie baba anasemaje? Amesema mwakani kama umekuzuia mwaka huu, unavuka na vitu vyako. Umepanga mwaka huu ujenge hujajenga, hakikisha unavuka mwakani na nyumba yako. Ulipanga kuzaa na hujazaa mwaka huu, na kutabiria tunabeba mtoto mwaka huu, tunakwenda mwaka 2025. Umepanga kuwa mhubiri wa kimataifa, mhubiri wa kimataifa. Ninakutamkia kwenye hili kongamano, unavuka na kipawa ambacho kitatisha mataifa, kitatafutwa na mataifa. Angalia mtu anakaa pale. Natabiri kuna watu ambao wamezuiliwa kwa muda mrefu, nyota zao zitaonekana. Yuko mama analia sana, na Mungu anasema kijana wake anakwenda kuonekana mahali ambaye hata yeye hajawahi tegemea kwenye maisha yake. Mungu anakwenda kujibu machozi ya kizazi cha baba yako. Sema amen. Sema amen. Natabiri mifupa mikavu ipate kuishi. Natabiri ndoa iliyokauka ipate kuishi. Natabiri ndoa iliyotamkwa roho ya faraka ipate kuishi. Natamka kijana aliyeambiwa apate kazi apate kazi sasa. Natamka dada aliyeambiwa atadumu kwenye hiyo boma, anakwenda kudumu kwa kishindo. Natabiri aliyeambiwa atasomesha, naona watoto wake wanapasi, wanapita kwa viwango. Ingawa alionekana hawana amani na mume wake, wakasema hata watoto watakuwa machamundo machakuro. Ninatabiri kinabii, ndani ya huyo mwanamke kuna kitu anabeba, ndani ya watoto kuna kitu anabeba. Na achilia anointing, kansa iondoke ndani yako, HIV iondoke ndani yako, roho yote ya mauti iondoke ndani yako, Ebola iondoke ndani yako, kila nguvu za giza ziondoke ndani yako. Utavuka na mateso hayo. Kuna watu wanapokea naona. Wewe shangaa. Kuna watu wako katika ulimwengu wa sahihi, hawako kimwili. Na wengine tayari nyota zao zinatafutwa. Wengine tayari wanaonekana mahali fulani. Sema amina.
Sema amina. Useme zako mwambie onekana kuanzia sasa. Hicho unachokipenda kinatafutwa. Nataka niachilie unabii. Kuna watu mnawaza mtakula nini kwenye Christmas na mwaka mpya. Yaani hauna mwelekeo. Hata nguo una. Na unasema wacha tu nitavuka na hii nilionayo. Sawa, hiyo ni imani sawa kabisa na ni kitu kingine. Lakini wacha nikwambie, Mungu amenituma wakati jirani anasherehekea kwa furaha kwamba amekula nyama, anakunywa vitu vizuri. Mungu amenituma kwa ajili kwa kama nikwambie na wewe utakuwa unasherehekea. Wakati wanasema tuna celebrate, nyumbani kwako pia wana celebrate. Hata kama utajenga wana celebrate. Wanasema Bwana amefanya. Kuna watu nasikia sauti kiniambia nitawafanyia kicheko. Wataleta shuhuda hapa. Wataleta shuhuda wapi? Mwambie mwenzako nitacheka. Nitacheka machozi ya furaha. Kuna machozi ya huzuni lakini Mungu atakupa kicheko cha furaha. Wale mabidi mnaotaka wachuma na waume mwaka 2025 ushela lako linafuatilia. Na iona ndoa nitakayosajili mwakani hapa. Aliyeitwa kahaba sio kahaba, wataisikilizia kwenye pomba. Mama mwenzako nacho kibela. Acha hatari. Wake. Mwangalie mwenzako mwambie vipi? Jiandae pale nyumbani kwako. Mwambie jiandae. Hivi unajua nenda ikingetoa macho yako. Ninachoona kwenye hili kongamano, ninaona watu mwaka 2025 akipata kigani chake pale. Hivi mwelewi? Ninaona mtu mwaka 2025, yani vitu vilivyokutesa mwaka huu havitakutesa tena. Utakumbuka hili kongamano. Na iondoa kila roho ya mauti kwenye vitu vyako. Kongamano hili kuondoa roho ya mauti kwenye vitu vya watu. Naondoa roho ya mauti kwenye vitu vya watu. Naondoa roho ya mauti kwenye ndoa ya mtu. Naondoa roho ya mauti kwenye mwili wa mtu. Naondoa roho ya mauti kwenye magari yako. Naondoa roho ya mauti kwenye kazi yako. Ninasikia ndani kwangu kunasema hivi, wavushe wanaodaiwa. Ninatabiri kinabii, umekuwa mtu wa kudaiwa mpaka damu inanuka madeni. Natabiri kinabii, hautavuka mwaka 2024 kwenda 2025 na hayo madeni na chora mstari. Hakuna kuvuka, hakuna kuvuka. Tunawatangazia maadui mwaka 2024 tunafunga na madeni na magonjwa na laana. Vuka na utajiri. Wameweza kusitavuka na haya madeni. Kuna watu mnadaiwa mpaka damu inanuka madeni. Ninaachilia nguvu ya Mungu. Kama uko rohoni, kuna kitu kitakuwa kinapita ndani ya mtu. Kuna mama unataka kubeba mimba. Nasikia Mungu akisema kwenye hili kongamano kuna kiumbe kinatengenezwa kwenye kizazi, kwenye kiuno cha mume wake. Anavuka mwaka 2025, anavuka na mtoto, anavuka na heshima, anavuka na baraka. Na nikasema receive it. Na nikasema receive it. Pokea maana inawezekana. Jambo lingine, sema jambo lingine. Hutavuka na maadui. Narudia, hutavuka na adui. Narudia, yeyote anasema nasema hivi, hutavuka naye. Na ukivuka naye atanyonyoka kama paka aliyenyeshewa. Maana Bwana atakuinua. Aliyekukatia tamaa, Bwana anakuinua kwa viwango vingine. Na nikasema navuka. Sema navuka. Sema navuka. Kufa na akufe kabisa. Sema sitavuka nao. Aishivyo Mungu anayetuma kwenye madhabahu, usivuke nao Bwana. Mungu asikuvushe na wanafiki waliokuharibia vitu vyako. Usivuke nao. Na kama utavuka nao, Mungu awafungie pembeni. Wewe Bwana akuvushe mambo ya
Una imani? Amen. Una imani? Amen. Wangalia mwanzo kumwambia hutavuka na huyo mnafiki. Unaonaje wakaropoka kabla ya tarehe moja? Yeyote ufunga madini kwenye familia iliyotoka kabla ya tarehe moja, atakapofanya ibada ya kuabudu mapepo ya mrudia ya mnyonge yeye. Hivi kuna watu wanapokea kweli unabii huu? Narudia, yeyote aliyepanga jambo baya, nimetuma nigeuze, nimereturn today, ya mrudia yeye. Hapa kuna watu wakubwa. Hapa kuna watu wanasubiriwa na watoto yatima. Hapa kuna watu wanasubiriwa na mataifa. Hapa kuna watu wanasubiriwa kuwasaidia watumishi wa Mungu kujenga madhabahu. Hapa kuna watu wanasubiriwa na ndoa zenu. Na shetani anasema huyo teketeza. Nimetuma niseme hazuiliki Happy anakwenda level ya baraka. Hazuiliki Aneti anaenda level ya baraka. Hazuiliki Aaron anakwenda level ya baraka. Ninatabiri tunabii, kama una imani sema naenda na asiyetu hapa. Mwangalie mzao kwenye sura, mwambie wewe nina uchungu. Mwambie nina uchungu. Mwanangu, naomba uchukie maisha unayoishi. Chukia maisha unayofanyaje? Hakuna kitu kibaya kinachomhudhurisha Mungu kumwona binadamu mwenzako kuna shetani hayuko bila mtu. Ukiona vitu vyake haviendi, kuna sosi hilo tatizo. Na hawa watu wanajifichaga sana na mitego